Kazi ya akili ni kuendesha mifumo ya maisha. Maisha ya kiroho yanaendeshwa na mfumo wa akili, maisha ya kimwili yanaendeshwa na mfumo wa akili. Ondoa akili ya mtu, alafu uniambie huyo mtu atakuwa wa kiroho au atakuwa wa kimwili. Aliyepata shida ya akili hakai kanisani, hakai nyumbani, yuko jalalani saa hii. Huwezi tenganisha akili na mambo ya kiroho. Mambo ya kimwili yanahitaji akili, mambo ya kiroho yanahitaji akili. Shetani anahitaji akili yako na Mungu anahitaji akili yako. Aliyetangulia kuwekeza ndiye utakayemfuata, na huyu anayetaka umfuate hawezi kukupata mpaka amekufanya upya hapo kichwani. Mungu akikufanya upya kichwani, anaplanti mapenzi yake, alafu anakufanya kuwa mkamilifu mbele zake. Huwezi kuwa mkamilifu moyoni mpaka uwe mkamilifu kichwani. Wakati mwalimu akifundisha, wakati mtu akikuhubiria, kuna aina ya akili mpya inakuja. Ni kama Mungu anakutia akili. Maana yake kuna akili anahamisha na kuna akili anaingiza. Anaondoa akili ya kwasi, anaweka akili yenye haki.